Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yako ya Geoffrey Ngumba, leo hii chaneli yako pendwa tunaanza kukuletea mfululizo wa mada zinazohusiana na suala la unabii na manabii. Katika kizazi hiki tulichomo hivi sasa, si ajabu kukutana na vijana kwa watu wazima wakibishana kuhusu uwepo wa manabii katika kizazi hiki. Wengi wao wanaojitahidi hasa kuipora hoja ni wale wanaodai kuwa manabii walishia kizazi cha Biblia. Leo nimebahatika kukutana na mtumishi wa Mungu muhimu sana ajulikanaye kwa jina la mchungaji na nabii Thomas Buswelu Liochi, ambaye katika mfululizo wa makala zake ataenda kutueleza hasa kwa nini hujitambulisha kama mmojawapo wa manabii wanaoishi na kutumika katika kizazi hiki. Sasa karibu tufuatilie. Msimulizi wako na mchokonozi ni Geoffrey Marco Ngumba, ambaye pia ni mmoja wa timu ya MCC Makongoro Church Channel. Hushughulika katika dawati la post production na pia ni mshauri mwelekezi wa masuala ya usanifu. Naam mtumishi, kwa nini unabii na ulianzaje kujitambua kwamba wewe ndiye? Karibu. Wakati ninazaliwa na ninapata ufahamu, wazazi wangu na dada zangu na kaka zangu wakaanza kunishuhudia kile kilichotokea. Nilikuwa naelekea kwenda darasa la kwanza. Wakawa wananieleza, lakini waliendelea kunieleza haya maneno mpaka nilipokuwa mkubwa. Hata leo dada zangu na kaka zangu wananiambia kweli Mungu yupo aliyetuambia. Leo tunaona mambo haya kwa macho ya nyama. Samahani mtumishi, wewe nyumbani kwenu ni wangapi kuzaliwa? Ni wanane. Wanane? Mimi ndio wa mwisho. Kwa hiyo hao ndugu zako wakubwa ndio walikuwa wanakusimulia? Walikuwa wananisimulia wazazi wangu pamoja na wao. Ndio. Kwa hiyo kila mtu alikuwa ananisimulia kwa wakati wake, wakati mnapiga story. Lakini pia niliwahi kukaalishwa na wazazi wakiwepo familia nzima. Ndio. Baada ya mambo fulani kutokea sasa zaidi. Ndio. Nayo ni mambo ndio ninayotaka kuyaeleza. Mambo kutokea katika familia. Yaliyotokea katika familia upande wangu yakiwa yanashuhudia kile ambacho kilitabiriwa kwenye kuzaliwa kwangu, kwenye maisha yangu itakweli. Ndio. Kwa hiyo mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa. Wewe wa nane na wa mwisho? Okay. Akiwa wakati wananieleza sasa, walinieleza wazazi wangu kwamba nikiwa tumboni kulikuwa na ndugu zangu wakubwa kama wawili, walikuwa waganga wa kienyeji ambao sasa walikuwa wamewakamata wazazi wangu kwa sababu wanaelekea uzee kama walinzi wao na wahudumiaji wazuri. Ndugu zako kama kaka kwa kuzaliwa au ndugu zako kwa ukoo? Ni wa kuzaliwa, dada yangu mkubwa wa kwanza kuzaliwa na mwingine aliyefuatia kama wa tatu. Kwa hiyo wote walikuwa waganga hao? Wa kienyeji. Lakini pia mama alikuwa mgonjwa sana, kwa hiyo walionekana kama kuwasaidia na
wanawasaidia wazazi. Ndio. Kwa hiyo mambo yalionekana wao ni wa muhimu sana, na wakagundua wazazi kwamba wazuri zaidi ni hawa ambao wanaonyesha kutusaidia na mfumo au umekaa vizuri. Ndio. Wao walitamani sasa kwamba wakati naenda kuzaliwa waniandae nizaliwe nikiwa mganga. Kwa hiyo waliamini kwamba kunawezekana ikapandikizwa roho ya uganga kwangu. Ndio. Kwa sababu walionekana wale wengine ni kama wamekuwa, lakini hawana mwelekeo wa uganga, yani wana mambo tu yasiyojulikana ya kizungu au ni maisha tu ya kawaida ya utafutaji na nini, lakini hana mwelekeo wa uganga. Kwa hiyo walikuwa na wahusisha mambo ya uganga, labda kama ni nyumbani, mitambiko na nini, lakini sio wenye kuelekea kwamba watafute uganga. Ndio. Kwa hiyo wakakubaliana baba na mama kwamba huyu aliye tumboni sasa aandaliwe mfumo wa kuwa mganga. Sasa wakati wakifikiri kwamba hiyo ndio ingekuwa sahihi, ni kweli wakaenda kwa mganga. Mganga akawaambia huyu anayezaliwa hata kwa mganga, atazaliwa mtoto wa kiume, lakini hata kwa mganga. Huyu atakuwa mtumishi wa Mungu, tena ni mtu mkubwa. Waganga hao wanawaambia. Lakini haikuishia hivyo. Kulikuwa na mchungaji enzi zile, naye aliwaletea ujumbe nyumbani kwamba nimeambiwa kuna mtoto hapa mnazungusha awe mganga, lakini Mungu ameniambia atakuwa mtumishi wa Mungu mkubwa. Sasa wakachukulia kwamba pengine ni maneno tu, najua imani pia, lakini pia yule mganga aliyewaambia waliachana naye, au wananiambia sasa baada ya mimi kupata ufahamu kwamba baada ya yule mganga pia wakaachana naye, wakaona pengine ameshindwa tu kunichipulia uganga nikiwa ninaandaliwa nikiwa tumboni. So wakaendelea kufanya mambo kwa waganga wengine, wakaenda wakalazimisha, wakanipa jina la babu yangu, wakanivalisha mikono. Ambaye babu yako nani jina lake? Liochi. Liochi. Okay. Kwa hiyo wakanivalisha mavitu hivyo nilipozaliwa sasa. Wakaona kweli alivyowaambia yule mganga kwamba atazaliwa wa kiume, lakini hata kwa mganga huyo piga karatasi, mtumishi wa Mungu tena mkubwa. Mchungaji alipokuja yeye akwambia kwamba atazaliwa wa kiume, ila alisema tu nimeambiwa kuna mtoto hapa, natafuta namna ya kumfanya mganga, ila atakuwa mganga, ila atakuwa mtumishi wa Mungu mkubwa. Sasa ilipoendelea ikazaliwa, ni kweli wakalazimisha, wakanivalisha hayo, wakatafuta na waganga wengine, yule mganga wakaachana naye, wakaona kama anazingua. Kwa hiyo nikawa nimeanza sasa, nikawa nimeanza kuelezwa nilipopata ufahamu. Ndio. Baadaye kweli nikawa ninaelezwa, lakini ninayo hayo madude mkononi, shingoni, ambao mashanga simbi nini. Unaona?
na mavyuma yani yanakuwaga kwenye nyaya za umeme, halafu yanakunjwa mekunjwa, halafu unavalishwa. Yapo mavitu mengi. Sasa umefika mwaka wa kwamba ninaenda kuanza shule. Nikawa nimeenda. Nilipoenda walimu wakaniambia hapana, haya hamna. Wakaniambia kawaambie usirudi nayo. Usirudi nayo wapi? Nyumbani au shule siku inayofuata? Siku inayofuata nisirudi nayo shuleni. Okay. Kwa hiyo nikawapelekea wazazi hiyo taarifa, wakaniambia sasa yaweke chini ya mchago kwenye mto ninaolalia. Walikwambia hayo madude yalikuwa yanaashiria kitu gani? Hayo madude sasa wao walivyokuwa wananiambia yalikuwa na maana ya kwamba yaninulie uganga. Ya kuinulia uganga? Wa kienyeji. Okay. Sio kwamba labda yawe mlinzi kwako? Yani yale ni ya kuchipushia. Ya kuchemsha uganga? Ya kuchipusha uganga. Yani hata kama sijaandaliwa uganga, wao walikuwa wanaamini wakiandaa hivyo wakaniita na jina la babu yangu na nini, itachipusha uganga. Ndivyo walivyokuwa. Na hata yule mganga mwingine waliachana naye kwa sababu yeye aliwaambia haitawezekana kuchipusha huo uganga kwa kutumia nia zenu hizo. Yeye yuko hivi na hivi, yeye ni mtumishi wa Mungu atakayezaliwa. Wakaachana naye. Kwa hiyo walitafuta hivyo. Sasa tumefika sehemu ninatengeneza sasa utaratibu, na mimi walimu nikaja nikawaambia, wakasema yague, wakayaweka kwenye mto wangu. Walipoyaweka mimi sikujua maana ya kuyaweka pale. Kwa hiyo niliendelea nayo. Sasa nilipofika darasa la pili mwakani, kwa sababu wao waliniambia hivi, waliambiwa kwamba mtamuona tu atakapozaliwa hadi atakavyokuwa. Mtamuona tu ataanza kufuata utaratibu wa kutumika yeye mwenyewe bila kuambiwa na mtu. Sasa baada ya kufika darasa la pili, sijawahi kuhubiriwa na wala nilikuwa sijui hata Mungu, sijui hata maana ya nini. La pili kwetu nimekuwa ninaambiwa na kwenda kuchunga. Kwa hiyo nilipata shauku ya kutafuta kanisa. Nifuatilia kanisa, nitafuta kanisa. Nifuatilia kanisa nikiwa katoto kadogo kabisa. Nikaenda kuliona kanisa. Nikaingia kanisani, sijui hata maana ya kwamba hili ni kanisa gani. Nikaingia. Sasa ndio wakati tunaendelea kusali mle, nikaambiwa ni AIC. Kwa hiyo mimi nimejipeleka AIC, na wala nilikuwa sijui duniani kwamba huwa kuna AIC. Hata kwenye ufahamu wangu sijawahi hata kusikia, sijui. Kwa hiyo wewe ni mwanazale wa AIC kabisa? Kwa hiyo mimi AIC nimeenda nikiwa la pili, na nimeenda mimi mwenyewe, wala sijaenda na mzazi wala rafiki wala jirani. Ni msukumo upi uliokufanya upendelee kwenda kanisani? Nilisikia tu natakiwa niende kanisani, yani, na nilikuwa naenda tu, sijui ni kanisa huwa kuna dhehebu, si huwa kuna nini. Maana watoto wetu huwa tunaanza kuongozana nao sisi kwenda makanisani ili kusudi wazoee.
na kuambatana na lile neno la Mungu linalosema kwamba tuwalee watoto katika njia ya Bwana ipasayo, ili kusudi hata watakapokuwa wazee wasiweze kuisahau. Lakini wewe mtumishi, inaonekana kwamba ulijipeleka wewe mwenyewe. Yaani mimi nilienda mimi mwenyewe, na sio kwamba nilihadisiwa uzuri wa kanisani wala uzuri wa Mungu. Nilisikia tu ndani kwamba nikatafute kanisa wanakosali. Na hatujawahi kuwa na story, isipokuwa ni story tu labda ile ambayo niliwahi kuambiwa kwamba nitakuwa mtumishi mkubwa, lakini hata uweze ukaniuliza maana ya utumishi nikakwambia kipindi hicho wakati naambiwa kitu mdogo. Sasa kwa nilipoenda tulianza kusali, nikaanza kumwona Mungu, nikawa tena na shauku kubwa. Mwaka uliofuata baada ya siku kadhaa tukaanza mafundisho AIT, bado mafundisho kabisa ya maswali tena mengi na unapeli ya katekisimu ndio. Na ukifeli unani uwezi kubatizwa. Ndio. Kwa hiyo nilianza mafundisho mwaka uliofuata 93, mimi nikaenda kubatizwa mwezi wa 4 Pasaka, ilikuwa tarehe 29. Okay. Nilibatizwa na mchungaji Kakulwa, alikuwepo pale Kasamwa Geita. Kakulwa. Okay. Akiwa mzee sana, na nadhani sisi ndio tulikuwa mwisho kutubatiza baada ya kastaafu. Okay. Baada ya kuwa amenibatiza, nimetoka kwenye kubatizwa. Mimi nilikuwa sijafundishwa AIT kwamba huwa kuna Roho Mtakatifu na huwa kuna kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Mara ya kwanza mimi nilijazwa Roho Mtakatifu, mpaka natoka kwenye kujazwa Roho Mtakatifu nikakuta watu wamekusanyikana, wanatulizwa tena, wakubwa wengine wanalia, wanaambiwa msiogope, msilie, ni Roho Mtakatifu. Huyu kijana ameshukiwa na Roho Mtakatifu, tumetoka sasa kubatizwa. Yaani Roho Mtakatifu wewe alikushukia siku ambayo ya ubatizo wako? Baada tu ya kubatizwa nishukiwa Roho Mtakatifu mpaka kanisa. Yaani nilivia wao wanajua kwamba labda ni mapepo au ni nini, unaona? Ndio. Sasa nikakuta sasa mimi sijui hata kuna Roho Mtakatifu, nikakuta sasa wachungaji wanawanyamazisha watu, ni Roho Mtakatifu kwanza, tuna neema, haijawahi kutokea kabisa, ni Mungu kabisa. Kwamba ili wajue kwamba umepandwa na Roho Mtakatifu ni kwamba ulikuwa unanena katika lugha. Ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu, na mimi nilikuwa sijui kama ni Roho Mtakatifu huwa yuko vipi, na sijawahi kumsikia na sijawahi hata kuhadisiwa na mtu tangu tukiwa mle aishi. Unaona, nilipotoka kwenye kuzungumza na wale watu, nilipotoka kwenye kunena kwa lugha, kujazwa kwa lugha, nilikuwa naitaka hiyo itamke kwamba ulinena pale. Nilipotoka kwenye kunena kujazwa kwa Roho Mtakatifu, nikakutana wachungaji wanawatuliza watu. Kule kulikuwa ni wengi, watu ni wengi kabisa. Watu wanaenda kuweka makambi. Kwa wale watu na wengine waliokuwepo wao wakahofu, wakaogopa, wakaona kama wengine labda walifikiri kama anakufa, sijui kwenye fikira za watu. Ni wapi tena kule nyumbani mchungaji? Naona
fikra zangu zimeruka hapo. Ni wapi huko nyumbani kwako hasa ambako umezaliwa? Ni huko Kasamwa, nakwambia Geita. Okay, Kasamwa. Kasamwa chini Geita. Ndio. Sasa kitu kilichonijulisha kwamba mimi kweli nilikuwa nimejazwa Roho Mtakatifu na nilikuwa ninanena kwa lugha ambacho sasa mimi mwenyewe kinanidhibitishia kwamba kuna maneno ambayo yalikuwa yananeneka kwangu kwenye moyo wangu ambayo nilikuwa naelezwa na mtu. Yani kuna maelezo baada ya kutoka hapo niliyokuwa nimeelezwa yakaanza kukububujika. Yani mimi wakati wao wanaona ninanena kwa lugha, mimi nilikuwa naelezwa vitu vya huduma ambavyo navijua hata leo, vingine sio vya kuvizungumza kwa maana ni siri ya kihuduma sasa ya ndani. Okay. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ninaweza nikavizungumza. Aliniambia na ishara ya kuonekana kwamba nimekuja kwako na kueleza mambo ya huduma ni hii. Akaniambia mtihani wa darasa la 3 wa uraia unaoenda kuufanya wa siasa, kwa siasa kipindi kile unaoenda kuufanya baada ya hapa. Kwanza alinipa ishara mbili. Ishara ya kwanza aliniambia nikitoka, ishara ya kwanza nikitoka tu kwenye mahali nilipo, nikitoka kwenye examination room. Au ukitoka hapo pale ambapo kwenye bwawa la ubatizo. Nikitoka tu nitapata pesa. Nikiwa mtoto mdogo kabisa nitapata pesa. Lakini hatua ya pili, mtihani wangu akanionyesha wote, swali la kwanza mpaka la mwisho, yani na majibu nitakavyojibu, na akaniambia utafaulu wote. Huyu aliyekuwa ananiambia ili nijue kwamba ameniletea taarifa Mungu ya kwamba nataka nimtumikie. Unanielewa sasa? Hapo sasa nilishapata picha za Mungu, sasa naelewa na identify kwamba ni Mungu na shetani. Ndio. Sababu ushapita kwenye katekisimu tayari. Naelewa sasa. Na kweli baada ya kuwa nimeambiwa kwamba hapo sasa wanasema Roho Mtakatifu, mimi sijawaambia nilichoambiwa na Mungu. Wakati tunajiandaa tuondoke twende nyumbani, nikawa nimeenda nikaokota 3,000. Kaokota 3,000. 3,000 kipindi kile nikahela. Usawa mwaka 1993. Nikahela kwa mtoto mdogo kama mimi. Sana 1993 ilikuwa hela hiyo. Kwa hiyo nienda nikawapa wazazi. Ndio. Wiki iliyofuata ilikuwa ya mtihani. Ndio. Ule mtihani ikiwa darasa la 3 nilipata 100. Yani 100 mpaka yani 100, yani ina maana ingekuwa inatakiwa 500 ningezipata zote. Mpaka zikajishangaa 100. Maswali yote niliyoambiwa yalituja na nilichoambiwa majibu ni yale kila kitu. Bwana nikapata 100. Kuanzia pale, yani hivi ninavyozungumza, nina huyu aliyekuwa mwinjilisti wangu leo ni mchungaji anaitwa Nderembi, yupo Shinyanga. Nderembi anaitwa Nderembi, ni mchungaji sasa. Kipindi kile alikuwa mwinjilisti kwa AIC. Okay. Yani hata leo ukisema umpigie umwambie kitu ninachokuambia cha kujazwa kwa Roho Mtakatifu, yeye ndio walikuwepo, anasema sasa ni Roho Mtakatifu. Mimi hata
Okay. Na yupo hai hata sasa na huwa nawasiliana naye. Sasa ndio ikawa nimeanza sasa kumtumikia Mungu nikiwa na ufaulu huo. Nakumbuka nilikuwa wa kwanza huo mtihani. Hapo hapo nikawa tu wa kwanza sasa, yani mtihani, yani sasa walikuwa nakuja wa kurudia shuleni, hata wanaomalizia pale shuleni hawaniwezi, wa kwanza tu. Kuanzia hapo sasa ikawa mso, yani nikapata ushuhuda mzito mpaka ikawa kelele, nikatishwa na kufa na baadhi ya watu kwa habari ya kuwashinda watoto wao na nini. Ukawa na marumbano mpaka nakumbuka nilihamishwa na baba nikapelekwa sehemu nyingine kusomea, yani kuepuka kwamba mtoto wangu atakufa imani zile za kishirikina. Ndio. Lakini ninachoelewa niliendelea kumtumikia Mungu mpaka nikaanza kuwa na ubiri, kwa kweli ikawa Mungu ananitumia nguvu ya watu kuwafungua, kuwaombea. Ulianza kuhubiri wakati gani? Ukiwa hapo darasa la 3? Hapana, hamishwa na baba nikapelekwa sehemu nyingine kusomea, yani kuepuka kwamba mtoto wangu atakufa imani zile za kishirikina. Ndio. Lakini ninachoelewa niliendelea kumtumikia Mungu mpaka nikaanza kuwa na ubiri, kwa kweli ikawa Mungu ananitumia nguvu ya watu kuwafungua, kuwaombea. Ulianza kuhubiri wakati gani? Ukiwa hapo darasa la 3? Hapana, yani sasa hapo nimeenda kuanza kuombea. Sikuanza kuombea tu hivi. Nilipomaliza la 7 nilifaulu. Mimi nilifaulu kwa shule za watu wenye vipaji maalum. Wow, great. Praise the Lord, mchungaji. Yani kwa Geita nzima kipindi bado ni wilaya. Tulitoka wawili tu kwenda Ifunda Secondary School Iringa. Shule ya watu wenye vipaji, na tulipofika kule tuliandika mtihani. Ulikuwa ukifeli unapelekwa shule za kawaida kama Sengerema Secondary School wapi. Kwa hiyo nilifaulu, nikaendelea pale Iringa. Nilipofika nikafanya mtihani nikafaulu, nikaendelea pale Iringa. Ndio. Nilipokuwa naendelea, nilipofika form 3, siku moja usiku Mungu akaniambia, nimekuja kukukumbusha wewe ni mtumishi wangu. Nikamwona mtu mmoja alikuwa ni makamu wetu wa UKWATA. Alikuwa mwenyekiti wa UKWATA. Nikaoneshwa yuko kwenye nyumba kama kanisa kama listo kama basi, anatoa damu nyingi kabisa, yani damu ikikukuta inakutoboa. Sasa Mungu akaniambia, nenda ukamwombee, nimekuchagua wewe, utaombea watu wangu na watafunguliwa na watapokea uponyaji. Nikamwambia Mungu, hapana, huyu mtu hii damu ikinigusa tu ninakufa. Akasema, nyosha mkono hapo ulipo uiamuru ikate, itaanza kuinachuruzikia chini. Na kweli niliponyosha mkono nikasema, ikaanza kunichuruzikia chini. Akaniambia, nenda kamguse kichwani nayo damu itakata. Nilipoenda kumgusa kichwani, damu ikakata. Hapo nilikuwa sijawahi kumwombea mtu. Sasa huyo mtu samani alikuwa ameshikwa na maswaiba gani ya kutoka damu hivyo? Alikuwa amekumbwa na maswaiba gani ya kutoka damu hivyo? Hapo ni kwenye ndoto, kwenye maono. Ilikuwa Jumamosi siku. Niko kwenye. Okay. Ndelala. Sasa hapo baada ya kuwa nimeona hivyo, hapo sasa nilikuwa tangu nianze kusali sijawahi kumwombea mtu. Ndio. Kesho yake Jumapili saa 2 tunaenda UKWATA.
omba hamna ile ya kuomba tu. Nilipoenda tu kumgusa hivi alipokea uponyaji hapo hapo. Yani nilipopata ujasiri tu naenda kumgusa na kumbuka nilichoambiwa usiku wa kuamkia Jumapili, na nikaenda kumgusa hivi hapo hapo alifunguka. Baada ya kufunguka akaanza kueleza amesikia taarifa ya mama yake fresh ameanguka amezimia, na yeye akaugua ghafla. Basi tukaanza kumwombea na mama yake, hapo wanafunzi wengi. Nikamwambia amini tu, nimepata ka ujasiri sasa kadogo kuona kile nilichoambiwa kimetokea. Nikamwambia amini tu na mama ameshafunguliwa. Tukatoka pale, tunapotaka kutoka hivi aliyekuwa msaidizi wa kiranja mkuu ndio akaanguka mapepo. Alikuwa mtu wa Sengerema. Alipoanguka mapepo tukaanza kuomba, alitoa ilizi aliyokuwa amepewa na kaka yake eti ya kuzuiwa asirogwe. Alituambia mambo mengi sana. Mara ya kwanza kabisa mimi yananitokea kwenye mkono wangu, mara ya kwanza. Kwa hiyo kuanzia hapo nikaona hiyo hali ya huduma na nini, lakini ule ujana na nini sikuchukulia nani, ingawa nilikuwa ni mtu wa Mungu. Sikuwa ni mtu wa kujichanganya, mara mateki ya sekondari sikufanya mambo ya muziki hapana. Kwa hiyo niliendelea tu kwa serious na kusoma na nini, lakini mambo ya utumishi na kujali sana hapana. Kwa hiyo niliishi tu katika namna fulani ya kumtegemea Mungu, lakini sio kuvijua sana na kujitaki sana. Ndio. Kwa hiyo nilienda tu hivyo. Baada ya kuendelea na masomo na kumaliza na vyuo, nikawa nimefika mahali Mungu ananihitaji. Nilipoanza sasa kuajiriwa na nini kama hivyo, nikawa Mungu ananihitaji mtumikie, naona ni umaskini kama ile. Kwa hiyo niliendelea hivyo, ndio maana nikafika mahali sasa mpaka hivi sasa hivyo. Ukiunganisha na ile niliyoshuhudia ya namna nilivyoitwa na kuanza kupita kwenye mapito. Kwa hiyo ukiunganisha na hii ni historia yangu sasa, ambayo ni ushuhuda wangu wa namna nilivyoitwa nikiwa tumboni mwa mama yangu mpaka hapa nilipo. Hiyo ni ushuhuda tu wa kwenye huduma, lakini sio mapito niliyopita. Nina mapito nikikwambia unaweza ukasema yani kama ni hayo Mungu aniache kwanza. Hii ni ushuhuda wa namna ya kutumika, lakini sio mapito niliyopitia magumu yanayokinzana na wito Mungu alichoniitia. Yanakinzana na wito nayo yapo. Naona, lakini sasa kwa leo labda tunaweza kuishia hapo kwenye mfumo wa kuanzia nikiwa tumboni kwenye wito mpaka hapo ninapotumika sasa, ukiunganisha na kile kipande ambacho nilikushuhudia cha namna nilivyokuwa naitwa na kataa kwamba sitatumika kwa sababu wito ni maskini. Sasa kabisa. Sasa nikipata neema ninakushuhudia Mungu alivyokuwa ananipitisha kama neno lake linavyozungumza kwamba kuwapitisha kama dhahabu motoni ili waweze kupata watumie sawasawa na uhitaji wa kwake. Nimepita kwenye mazito makubwa, ingawa nilijaribu kukueleza kidogo mengine, lakini nimepita kwenye mapito makubwa
nayo nikipata muda ninaeleza, ninashuhudia. Sasa mtumishi. Amina, barikiwa sana. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, natumaini kufuatia mada yetu na vihoji leo kwamba je, katika zama hizi kuna mtu ambaye anaweza kutambulika kama ni nabii? Tumemaliza kumsikiliza hapa mchungaji na nabii Thomas Buswelu Lyochi, ambaye yeye ametuelezea kinagaunaga jinsi ambavyo kuzaliwa kwake kulivyokuwa, elimu yake jinsi alivyopita, na jinsi ambavyo ubatizo wake ulivyokuwa ni wa kushangaza sana. Sasa hapa tunabakia tuna swali la kujiuliza si wenyewe kwamba je, mchungaji Thomas Buswelu si kweli ni miongoni mwa manabii wanaoishi nasi katika kizazi hiki? Katika makala zifuatazo, usikubali zikupite, zitamhusu mchungaji na nabii Thomas Buswelu Lyochi, ambapo alivyokuwa ameanza sasa huduma ya kumtumikia Bwana, jinsi mapito aliyopitia nayo hayakuwa rahisi, kuanzia huduma yake aliyozaliwa nayo, kukataliwa na kanisa lake mama ambamo ndimo alizaliwa na kuongozwa na Mungu Baba, hadi huduma hiyo baadaye kuja kukubalika na kuruhusiwa kuendelea. Kwa hiyo tuwe tayari kuupokea ushuhuda huu mzito ambao hapana shaka hautakuacha hivi hivi. Ni lazima utakuwa umepata fundisho fulani la kimaisha, kwa kuwa kila binadamu hapa duniani Mungu amemleta kwa sababu maalum, na hajamleta hapa duniani ili kusudi kwamba aje kuteswa na njia za mwovu Shetani. Lakini maisha hayo wengi wetu tunaishi nayo duniani hapa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tujaribu kutumia mchungaji na nabii Thomas Buswelu Lyochi, ambaye kama jinsi ambavyo umesikiliza utangulizi wake au historia yake, inaleta taswira ya kwamba Mungu Baba amemleta duniani kwa ajili ya kuja kuwasaidia binadamu wake. Sasa kwa nini uteseke na matatizo ambayo yanayokusonga, ambayo yanasababishwa na mwovu Shetani? Kwa hiyo mchungaji Thomas Buswelu Lyochi yeye anapatikana hata kwa huduma za simu. Namba zake za simu ziko mwanzoni kabisa kwa ukurasa huu. Basi karibuni mpate kumjaribu, na bila shaka shida zenu zitafunguliwa. Karibuni sana.